Mke wa tajiri mkubwa wa kampuni aliuawa. Mshukiwa alifikishwa mahakamani haraka sana. Mchepuko wa mwenyekiti wa kampuni alimtazama mwanamke aliyekuwa akipelekwa gerezani kwa macho ya baridi na makali, huku binti wa mwenyekiti akitoka mahakamani akiwa amepoteza mwelekeo. Alijua kuwa kifo cha mama yake hakikuwa rahisi kama kilivyoonekana. Miaka ilipita na Misuki alikuwa na kurudi ili kufichua ukweli kuhusu mauaji ya mama yake. Sasa Suki alilazimika kupambana na nguvu za familia nzima iliyojawa tamaa na ukatili. Mtu wa kwanza kulengwa alikuwa mchepuko wa mwenyekiti. Baada ya mama wa Suki kufariki, mchepuko huyo rasmi akawa mke wa mwenyekiti. Siku moja aliamka baada ya usiku wa starehe akiwa na kijana mdogo. Furaha yake ilitoweka haraka alipogundua kuwa kamera ndogo ilikuwa imerekodi kila kitu. Badala ya kupaniki, Bi Mo alitabasamu kwa utulivu, akachukua simu yake na kupiga simu. Chini ya dakika 10 baadaye, kundi la wanaume waliovalia suti nyeusi waliingia bila hisia yoyote usoni. Kabla kijana huyo hajafahamu kinachoendelea, alilazimishwa kupiga magoti. Aliomba msamaha kwa Bi Mo kwa hofu kubwa, lakini Bi Mo hakumtazama hata mara moja. Aliwaamuru watu wake wamshughulikie. Hivi ndivyo matajiri wakubwa wanavyoficha matendo yao machafu na ya kinyama. Upande mwingine wa jiji, Huan Sue, mtoto wa tajiri wa kundi la MC, alikuwa akiendesha gari kwa kasi sana polisi waliposimamisha gari lake. Hakuonyesha hofu hata kidogo. Alibaki ndani ya gari akiwa amefumba macho kana kwamba hakuna kilichokuwa kikimhusu. Dakika chache baadaye gari la kifahari jeusi lilifika. Mtu akashuka na kuwaonyesha polisi simu yake. Badala ya kufungwa pingu, kijana huyo alisindikizwa ndani ya ambulance iliyowasha ving'ora vya dharura. Wakati huo huo, mtoto wa pili wa familia ya MC alikuwa kwenye hali ya aibu wakati wa mahojiano. Mwandishi wa habari mwanamke alijaribu kumtega kwa kuonyesha mvuto wake na kumtongoza waziwazi. Lakini Huan Jun alimwambia aache tabia zake za bei rahisi. Akiwa umeumbuka, mwanamke huyo alimshutumu Huan kwa unyanyasaji. Ghafla kiongozi Lee alitokea na kumkemea mwanamke huyo. Familia ya MC pia ilikuwa na mtoto wa tatu aitwaye Sojin. Licha ya sura yake nzuri na ya upole, alikuwa mtukutu kama ndugu zake. Ili asisumbuliwe, alikodi safu nzima ya kompyuta kwenye internet cafe acheze michezo peke yake. Nyuma ya jeuri ya watoto hao watajiri, kulikuwa na nguvu ya kutisha zaidi, shirika la siri lenye nguvu lililoitwa Top. Shirika hilo lilikuwa na waendesha mashtaka bora, wahandisi wa kompyuta na wanajeshi wa vikosi maalum. Kazi yao ilikuwa kufuta kashfa zote na maovu ya familia za matajiri. Siku moja, mwanzilishi wa kundi la MC aliugua ghafla na hali yake kuwa mbaya sana. Watu wote wa kampuni walipokuwa na hofu, watoto wake wa kiume walifurahia kisiri kwa sababu walidhani mamlaka yote yangekuwa yao. Lakini katika dakika zake za mwisho, mzee huyo hakumtaja mwanae, bali mjukuu wake aliyeondoka Korea miaka mingi iliyopita. Babu huyo alikuwa akitamani kumuona Suki tena. Watu wa mwenyekiti Mo waliinukia kazi ya kuficha habari hiyo ili Suki asirudi kwa wakati kudai urithi. Hata hivyo, mtu asiyejulikana alimtumia Suki ujumbe kuwa babu yake yuko mahututi. Bila kusita alipakia migo yake na kukata tiketi ya ndege kurudi Korea. Alijua kabisa kuwa watu wa familia wangekuwa wakimsubiri uwanjani. Kwa hiyo kwa ujanja wake, aliajiri mtu wa kufanana naye kuwavuruga walinzi huku yeye akitoka kwa mlango mwingine na kuondoka kwa kasi ndani ya gari lake la wazi kuelekea hospitalini. Njiani mwanamume mmoja wa Kamalu alimuona akiendesha na kwa sababu alikuwa mwanamke, akaamua kumchokoza. Alimzidi mbele ghafla na kufunga breki. Suki hakufaulu kuzuia gari lake na kugonga nyuma ya gari lake. Mwanamume huyo alishuka na kujifanya ameumia, jambo lililosababisha wafikishwe kituo cha polisi. Ili ashinde kesi hiyo, mwanamume huyo hata aliajiri wakili. Ghafla, Suki alipokea video ya tukio lote la ajali. Mbele ya polisi na wakili, aliwasilisha video hiyo kama ushahidi. Polisi walishangaa sana walipoiona. Bila kutaka kuendelea na swala hilo, mwanamume huyo aliondoka mara moja. Lakini mara Suki alipotoka kituoni, alizuiwa na kundi la watu waliokuwa wakiongozwa na Bihan, mwanamke mwenye nguvu ndani ya familia yao. Kutoka mbali, wakili kijana aitwaye Yuno aliona tukio lote hilo. Alikimbia kuja kumsaidia na kumlinda Suki. Suki aliona uaminifu wake na akaondoka naye. Baada ya miaka 15 ya kutengana, hatimaye Suki alikanyaga tena nyumbani kwao. Badala ya kupokelewa kwa furaha, ndugu zake walimtazama kwa mshangao uliochanganya na chuki. Katikati ya hali hiyo ya wasiwasi, Suki alibaki mwenye kujiamini na nguvu kama mrithi wa tajiri mkubwa.
Wakati huo juu ya rufu ya kampuni, mwanamume mmoja wa Kamalu alikuwa amesimama ukingoni tayari kujiua. Binti yake alifariki ghafla baada ya kufanya kazi kupita kiasi, lakini kampuni ilikuwa ikikwepea kuwajibika na kukataa kulipa fidia. Baada ya kukosa njia nyingine zote, mwanamume huyo aliamua kutumia maisha yake kudai haki kwa binti yake. Bihan alipofika eneo hilo, alitangaza mbele ya umati kuwa kampuni italipa fidia na pia kumpeleka mtoto mdogo wa mwanamume huyo kusoma nje ya nchi. Mwanamume huyo aliamini maneno yake, lakini mara alipoingia ndani, walinzi walimkamata na kumburuza kama mhalifu. Jambo hilo lilionwa na Suki, ambaye alijawa na hasira. Alielekea moja kwa moja getini, huku akiwapuuzia walinzi waliokuwa wakijitahidi kumzuia. Kwa mshangao wa kila mtu, alipanda mitikubi na kuwasha engine. Ghafla aliigonga kwa kasi gari lililokuwa likimsafirisha mwanamume huyo. Kabla watu hawajaelewa kinachoendelea, alifungua ndani na kushuka. Alitangaza kuwa familia ya mhalifu itapata fidia. Alisema pia alikuwa amekunywa ombe na alikuwa tayari hata kufungwa kwa kosa la kugonga na kukimbia, ikiwa ndio bei ya haki. Kabla hajaondoka eneo hilo, alimwambia Yuno ashughulikie kila kitu kilichobaki. Watu wote waliokuwa pale walishangazwa sana na alichokifanya. Baadaye Suki alijifunga pingu mwenyewe na kuingia kituo cha polisi. Aliendelea kusisitiza kuwa alikuwa akiendesha akiwa amelewa. Wakati huo mwanamume aliyepoteza binti yake alikaa kimya pembeni akimtazama Suki kwa macho yale ya shukrani na mshangao. Suki alimgeukia Yuno na kumuuliza kiasi gani kinahitajika kulea watoto wawili na kuwapeleka soma nje ya nchi. Polisi aliyekuwa akishughulikia kesi hiyo alisema kuwa milioni 150 hazingetosha kwa watoto wawili. Suki waliinua nyusi zake kidogo, tunakuamua kuongeza 1 kwenye kiasi hicho. Mwanamume maskini alishtuka akidhani hakusikia vizuri. Bila kuishia hapo, Suki alipiga simu na kuamuru kampuni ihamishe uoni bilioni 1 mara moja. Aliwaonyesha kuwa kama wasingefanya hivyo, angeweka wazi utambulisho wake mbele ya vyombo vya habari. Dakika chache baadaye, simu ya mwanamume huyo ilipokea ujumbe kuwa pesa hizo zimeingia kwenye akaunti yake. Alimtazama Suki kwa macho yale ya shukrani na mshangao. Suki alimwambia tu azitumie kulea watoto wawili. Kisha akavaa migona yake meusi na kutoka kituo cha polisi kwa muonekano wa kujiamini na nguvu. Wakati huo Bihan alikuwa amekasirika sana. Hakuweza kumruhusu Suki afanye anachotaka. Kwa hiyo akaamua kumtumia Yuno kumdhibiti. Alimshawishi Yuno kujiunga na kundi la MC kwa madai ya kusaidia kazi, lakini ukweli ni kumfuatilia Suki muda wote. Ili kumsaidia Yuno kutimiza kazi hiyo, Bihan alimwandalia masanduku 3 ndani ya gari lake. Masanduku ya kwanza yalikuwa na pesa za matumizi ya kila siku na mengine 2 yalikuwa ya dharura. Kabla hajaondoka, Bihan alimpa ufunguo wa gari lake. Kuanzia wakati huo, Yuno rasmi akawa mtu wa ndani wa kundi la MC. Wakati huo huo, mama wa Kambu wa Suki alijua kuwa anarudi na akaogopa kuwa atachukua urithi wote. Kwa hiyo akaandaa haraka mpango wa kumpangia uchumba wa lazima. Mama huyo wa Kambu alidhani kuwa kwa tabia ya kiburi ya Suki angekataa kabisa, lakini kinyume chake Suki alikubali mara moja. Ukweli ni kuwa tayari alikuwa amemchunguza mwanamume huyo. Ilibainika kuwa alikuwa mtoto wa mwendesha mashtaka aliyeshughulikia kesi ya mauaji ya mama yake miaka mingi iliyopita. Kilichotakiwa kuwa kikao cha kufahamiana kiligeuka mabishano makali mara tu walipokaa. Suki alimkejeli waziwazi mwanamume huyo na kumfanya aondoke akiwa na hasira. Siku iliyofuata, Suki na Yuno walitembelea kaburi la mama yake. Walipokuwa wakiondoka makaburini, gari jeusi liliwazuia njia. Wanaume waliovalia suti kali walishuka na kujitambulisha kama waendesha mashtaka. Walimzuia Suki na kufanya ukaguzi. Kabla hajafahamu kinachoendelea, walipata paketi ya dawa za kulevya ndani ya mkoba wake. Mara moja, alipelekwa kwenye chumba cha mahojiano. Mwanamume aliyeketi mbele yake alikuwa yule yule aliyemdhalilisha kwenye uchumba wa lazima. Alimtazama kwa macho ya kejeli kana kwamba alikuwa akisubiri muda huo kwa muda mrefu. Suki alikanusa vigala mashtaka yale, lakini mwanamume huyo hakubishana naye. Badala yake, alisaini hati ya kumweka kizuizini. Hata hivyo, Suki hakuwa mtu wa kushindwa kirahisi. Mara alipotupwa ndani ya seli, alianza kufanya fujo. Mayoyo yake yalienea kote gerezani. Alipoona chakula kidogo kilichowekwa mbele yake, alikasirika sana. Alitupa kijiko chini na kugonga mlango wa chuma huku akidai apewe chakula kizuri. Dakika chache baadaye, aliletewa chakula kizuri na kitamu sana. Wafungwa wenza wake walishangaa kwani hawakuwahi kula chakula kizuri kama hicho.
Tangu siku hiyo, walimchukulia Suki kama kiongozi wao. Lakini nyuma ya yote hayo, kulikuwa na nyama iliyopangwa kwa ustadi zaidi na mama yake wa Kambu. Wakati wa kazi za huduma ya jamii, mfungwa mmoja mwanamke alichoka na kukaa kupumzika kwa muda mfupi. Baadaye, alirushwa chini kwa teke na kutukaniwa kwa ulevivu na mfungwa mwingine. Suki aliona tukio hilo na kukasirika. Hakuweza kuvumilia kuona wenye nguvu wakiwanyanyasa wenye nguvu, kwa hiyo akamkimbilia yule mwanamke na kumpiga teke kali lililomwangusha chini. Mfungwa huyo alipojaribu kujibu mapigo, Suki alimkamata kwenye kola na kumuonya, lakini mara tu alipoachiwa, mwanamke huyo alimrukia Suki kwa nyuma. Suki aligeuka haraka, akampiga ngumi kali, kisha akamgonga kichwa na kumwangusha kabisa chini.